Tumesikia propaganda kwamba kuna tetesi mnataka kubinafsisha shule ya Mpoloto. Kwa lengo la kupiga kamba ni kuhusu tetesi za kubinafsisha shule. Jina ni Menard Mwambela, mwenyekiti wa kata hii ya Isongole. Karibu. Asante. Kwa kweli niliposikia taarifa ya jumuiya ya wazazi kwamba kuichukua hii shule ya Mpoloto Secondary School, kwa kweli sikubarikiwa, kwa sababu wao ni wadhamini, lakini waliojenga shule ni wananchi wa kata hii ya Isongole. Tulipoomba udhamini wakainyang'anya shule na kuwa mali yao. Kwa kweli hili limetuumiza sana. Mimi mwenye katika kata nzima hii nilizunguka balozi nzima kuijenga hiyo shule. Nashangaa leo hii mdhamini anasema ni mradi wake, na hii ningependa kabisa moja kwa moja katibu mkuu aje alitatue tatizo hili, manake bado tunasumbuliwa sana eneo hili. Kwa jina naitwa Petro Wilson Anyosisi. Nani? Petro Wilson Anyosisi. Petro. Ndio. Karibu. Ni mwenyekiti wa kijiji cha Unyamwanga. Juu ya shule ya Mpoloto Secondary School tunakuwa na wasiwasi na jumuiya, sababu mtu anakuwa na wasiwasi. Uhamisho wa mara kwa mara inatutia wasiwasi. Kuna nini kinakuja mbeleni? Sababu shule ni ya kwetu. Inahitaji ushirikishwaji. Tukipata ushirikishwaji, kwa mfano kusema jamani, kesho kuna kikao, mwalimu huyu anahama. Kama wanavyozungumza wananchi wanasema, je, mbona shule inaonekana shule sio ya kwetu? Sisi ndio watoa kila kitu, tuliotoa eneo ni wananchi wa kata ya Isongole kwa ujumla, pamoja na kijiji cha Unyamwanga ndio sehemu ilipo shule. Ni nini kinaondoa kinatupa wasiwasi? Sababu ni nini? Yaani anakuja mwalimu ndani ya dakika kadhaa anaondoka. Anakuja ndani ya dakika kadhaa mwalimu anaondoka. Kwa wakati huo inaonekana taaluma ni nzuri. Ni shida gani wao wanaopata taaluma? Ni shida gani wanataka umchukue mwalimu kwa mfano saa hizi wachukue? Shida ni nini ambao unaiona wao? Sisi tunaona wana walimu tuko vizuri. Mwalimu wetu ni mzuri. Uhamisho huu ni tunakuwa na wasiwasi. Wanataka wafanye nini? Okay. Matokeo ni mazuri. Wasiwasi ni nini? Saa hizi ni kipindi cha mitihani inaingia. Ni nini wanataka wafanyie nini watoto? Ndani mtoto anakosa wasiwasi, anakosa naita wasomi nasemaje, anakosa umakini kwa kulingana alikuwa na mwalimu huyu. Anavyokuja mgeni yule anamtia, lazima mtoto aingie nini? Aingie hofu kipindi. Akimwona mtu ni mgeni lazima mtoto ataingia wasiwasi kidogo. Kwa majina naitwa Julius Pascal Mwambala. Eneo hili la shule tumejenga wananchi wa kijiji cha Unyamwanga, tulitoa eneo tukuzisha kata Isongole. Kwa awamu ya kwanza mdhamini alikuwa ni Roma, awamu ya pili akawa Rudeti, awamu ya tatu tukaomba jumuiya ya wazazi kama watudhamini baada ya kuona mitihani inasumbua. Lakini pamoja na udhamini jumuiya ya wazazi hajawahi kutuletea simenti wala bloko. Majengo yote unayoona haya tumejenga wananchi, na pia maeneo haya kuna watu tunaomba mpaka saa hizi kuna makaburi yao tunawahamisha kwenda sehemu nyingine pasipohusisha jumuiya ya wazazi. Hatukati jumuiya ya wazazi tudhamini, lakini tunasikia mengine tunajionea uhamisho wa walimu, dakika mbili walimu wanahamishwa. Je, wanatupenda wana Mpoloto tuwe na taaluma nzuri? Lakini pia waangalie saa hizi kipindi cha uchaguzi. Pia saa hizi kuna watoto form 4 wanakaribia kufanya mitihani, lakini tunasikia tena kuna uhamisho tena wa walimu. Kama wanaipenda shule ya Mpoloto Sekondari, watuachie kwanza mwalimu aliyopo, alafu pia wanapofanya maamuzi wazazi wanaohusika tushirikishwe. Sio wanakuja kuwaiba walimu tu, siku unakuta mwalimu hayupo ameletwa mwingine, kesho mwalimu hayupo analetwa mwingine, taaluma inashuka, walimu wanafanya kazi kwa wasiwasi. Na pia sisi wazazi wenye maeneo haya tunaipenda elimu, lakini tunaipenda elimu kama wao hataki jumuiya ya wazazi wajitoe kutudhamini sisi kama jumuiya ya wazazi. Sisi shule tuendeshe, wananchi tuna uwezo kwa sababu tunajenga sisi wenyewe. Ukiangalia majengo ya maabara, mabweni, jengo la utawala, majengo tulianza kuchangishana. Asiyekuwa na hela tulikuwa tunauza sufuria, tunauza dishi, anauza mtu mpaka change. Lakini sasa hizi jumuiya ya wazazi wanatupelekesha mchaka. Kipindi hiki ni kigumu cha uchaguzi, na pia watoto form 4 bado miezi mitatu kufanya mitihani. Walimu watakuwa anashindwa, atakaye kuja atakuja na utawala wake. Kwa hiyo tunaomba swali lisitishwe, baadaye utaratibu wote unaofanyika tushirikishe wazazi eneo husika. Awali alikuwa mkuu wa shule alikuwa ni Msigwa. Walitaka uhamisho, tukazuia. Kwa kweli tulizuia, maana tulishika naye sana. Michango ilikuwa inatendewa haki. Tumekwenda na Msigwa, tulimsalisha Msigwa asiondoke. Awamu ya pili walikuja kumbeba Msigwa usiku. Tuliweka vikao hapo, tulizwa na baadhi ya wananchi.
Tunasema jamani, uhamisho huu wa ghafla hutakiwi. Lakini usiku alikuja kuhamishwa kwa risasi. Wakamuiba usiku, wakaondoka naye. Wakatuletea headmaster mwingine. Headmaster huyo alikaa muda mchache ndani ya miezi fulani na akaondoka. Wakatuletea mwingine. Yule alikaa miezi miwili akaondoka. Wakati sasa kwa kuwa tumeondoa walimu wengi, walimu waliopo hapa kwa kuwa naifahamu shule, ndani ya walimu hao mmoja apandishwe cheo au headmaster. Tukafurahi, wakaona maana mazingira haya. Lakini ndani ya miaka hata miwili wakuu wa shule imekuwa 5 ndani ya miaka miwili. Sasa hatujui kuna nini huko kwenye jumuiya ya wazazi. Kama uwezo watu tuachie shule yetu. Maka majengo tunajenga sisi wenyewe au wanataka tuweke vilabu? Tunaomba Mheshimiwa Rais asikie hii swala. Sisi wana kijiji au kuja kata Isongole, huu uhamisho wa mara kwa mara hatuupendi. Taaluma inashuka. Maka mara kwanza alikuja katibu jumuiya ya wazazi akasema tunafunga injini 2. Shule alisema mandhari mazuri, wananchi mmejitahidi, mmejenga vizuri, mnatunza shule yenu, taaluma inakwenda vizuri. Lakini sasa kwa kuwa taaluma ni nzuri, tuongeze injini ziwe 2. Nikasema sasa gari inayofungwa injini ni gari, injini nyingine ya spare inakuwa gari bovu, gari lilozima. Gari bovu ndio linaongezewa injini ili liweze kufanya kazi. Kama sifa zote ulizotupa sisi, basi injini hii ni nzima. Hizo injini zingine pelekeni kwenye shule zingine ambazo zinakufa. Kama mnategemea katika shule ya jumuiya ya wazazi Mpoloto na siju na Ivumu na Mpoloto ndio shule zinazoongoza, tunastahili kupewa sifa. Mwangole, mfaidika wa Mpoloto Sekondari. Nimesoma mazingira haya mpaka sasa hizi na ajira. Mimi ni mwalimu by professional, nafundisha serikalini. Lakini ninavyosikia shule muendelezo inaonekana wenzangu nyuma watanifuata. Kuwa kwenye eneo peke yako kama mtumishi unabeba mzigo. Wao sisi toka zamani tunakuwa hapa, wazazi wetu walikuwa nasikia wanakoroga pombe, anambia mimi nimekatwa labda 200 kwenye nini kuhusu Mpoloto. Tulikuwa naita Mpoloto. Kwa hiyo ukienda tu kuuza biashara unakatwa nini? Risiti, tunapewa risiti kwa ajili ya shule. Ndio tumejenga hii shule. Leo mtu amechukua kutoka nje anasema sisi tunabinafsisha. Au wanaondoa walimu, yani wanaondoa walimu, yani bila wazazi tushirikishwe. Na mwalimu kama mimi kwa tuliosoma najua, mwalimu akiondoka masomo lako, akija mwingine lazima naona change maendeleo. Sawa na kocha kwenye timu. Kocha huyo alikuwa anakupanga, akiondoka nakaa sababu. Kwa mimi habari ya kusema siji mwalimu aondoke, aje mwingine. Ndani ya miaka miwili na walimu 5. Walimu wako mpaka sasa hizi tumempata ndani ya walimu hao. Lakini inaenda vizuri ambapo tumepata ndani ya walimu waliokuepo hapo. Sasa hivi shule na wanafunzi wangapi sasa? Shule approximately about 400. Matokeo vipi yanakwendaje? Matokeo ni mazuri, hata ukiingia kwenye mtandao Mpoloto inapepea. Kwenye shule za wazazi. Iweke sawa hizo. Kwa shule za wazazi Mpoloto iko juu. Mtu yote akiingia mtandaoni, hata kwenda kwenye redio wanajua taarifa zetu. Taarifa za Mpoloto tunasikia. Na mimi nafarijika ninaposikia Mpoloto. Sasa hizi mpaka sisi tuna 5 na 6. Zamani tulikuwa na maana tumetoka chini tumeenda juu hadi 5. Zamani tulikuwa tunaishia form 4. Sasa hadi 6. Sasa hizi tena wanaturudisha nyuma. Kwa hiyo kama wameamua, watu wache wazazi tushirikishwe sisi. Tunachotaka kufanya kuhusu shule, tushirikishe wazazi. Ndio kwa sauti kidogo. Mimi Nafili Adam, chifu wa kata Isongole. Mimi ni mwenyeji wa Nyamwanga. Nachoomba mimi kwa niaba ya wananchi. Kwa niaba ya wananchi wangu. Sitaki mabadiliko ya mwalimu saa hizi hapa nilipo saa hizi. Kwa niaba ya wananchi wangu. Unaona? Vile tena kuna mtihani uko mbele yetu hapa saa hizi mbele. Sasa mkibadilisha mwalimu akibadilika tutashindwa. Wanafunzi watatingwa. Sasa nachoomba kabisa saa hizi. Sitaki mabadiliko ya mwalimu yeyote yule. Tunamtaka huyu mwalimu huyu amalizie kwanza awamu hii. Wazazi ndio ngoja nilifuatilie mimi tena nitakurudia. Utanirudia maana yake ni mimi ngoja nilifuatilie nimekaje hili. Alafu kitu kingine walichodai kwamba nyinyi jumuiya ya wazazi mnafanya mambo bila kuwashirikisha wao wakati wao ndio wamiliki wa shule. Inafanya mambo gani sasa? Ndio kama hayo sasa ya kuhamisha vikao vya bodi vikikaliwa wanakuja na maamuzi
Yaani tumeamua moja kwa moja ambayo hayajaanzia kwenye chini kwa ngazi ya wananchi wenyewe kuwashirikisha wazazi. Aha. Bwana mimi nakushukuru. Ndio. Hilo nalifuatilia kwa haraka sana. Sawa mzee wangu.